Matukio Daima, kipindi ni Tanzania ya leo, na leo hii bwana, tutakwenda kuangazia changamoto ambazo wanafunzi wamekuwa wakizipata, hasa wale ambao wanataka kuweza kujiunga na elimu ya juu kupitia mikopo ambayo inatolewa na Bodi ya Mikopo nchini Tanzania. Sasa changamoto hiyo imekuwa ikipelekea baadhi ya wanafunzi kukwama, pamoja na kwamba serikali imetoa nafasi ya watu kuweza kukopa, lakini baadhi wanakwama, na wakati mwingine kwamba wanakwamishwa tu na baadhi ya ukiritimba ambao upo katika Bodi ya Mikopo. Semi kwamba Bodi ya Mikopo ina kasoro, lakini wakati mwingine namna ujazaji taarifa danganya hii ambayo imekuwa ikifanywa na baadhi ya wahitimu ambao wanataka mikopo. Tumeona kule jijini Dar es Salaam ambako baadhi ya wanafunzi wamefikishwa mahakamani kwa kufoji taarifa ili waweze kupata mikopo. Sasa mimi ni Francis Gordon na hewani ni kipindi cha Tanzania leo, na nipo naye hapa Happiness Magesa. Mambo vipi? Safi, na kuaje? Safi. Niambie. Kimsingi Bodi ya Mkopo kwa nafasi moja ama nyingine tunaweza kusema hawana changamoto kiasi hicho ambazo zinaweza zikafanya baadhi ya wanafunzi waliohitimu kidato cha 6 au wanafunzi ambao tayari wameshajiunga na elimu ya chuo cha kati kupata mkopo. Lakini changamoto kubwa kwa upande mwingine huwa inatokea kwa baadhi ya hao wanafunzi ambao wanahitaji kuomba mkopo kutokana na ile hali ya uchumi. Mtu anaweza akakosa pesa ya kuweza kuombea mkopo. Hiyo yani huwa inakuwa ni changamoto kubwa sana ambayo inawakumba vijana wengi ambao wanataka kujiunga na elimu ya chuo kikuu kupitia kuomba hivyo mkopo katika Bodi ya Mkopo ya Tanzania. So nadhani hiyo ndo changamoto kubwa zaidi ambayo. Kwa hivyo changamoto haipo kwenye Bodi ya Mikopo. Sahihi kabisa. Changamoto ipo kwa hao ambao wanatakiwa kupewa mikopo. Ndio, yani ambaye anastahili kupewa mkopo ndo anakuwa na changamoto zake. Zaidi hivyo huwa changamoto kubwa ni changamoto ya kiuchumi. Changamoto nyingine ndio hivyo taarifa. Kimsingi Agnes, tukisema changamoto za kiuchumi, kwa sababu anayetakiwa kupewa mkopo huu ni yule mwenye changamoto za kiuchumi. Sasa changamoto ya kiuchumi hapa inaingia vipi kwa huyu ambaye, kwa sababu mikopo hii imemlenga wale ambao wanatoka familia zisizo na uchumi mzuri. Yani changamoto yake inakuja wapi? Kabla hujapata hiyo, sijui niseme nini, kabla hujapata hiyo fursa ya kuingiziwa huo mkopo, lazima process unazozipitia kupata mkopo utumie fedha. Kwa hiyo kimsingi hiyo inakuwa ni changamoto. Fedha inatumika wapi sasa? Fedha inatumika katika kuomba. Maana yake lazima utaenda stationery. Unapofanya application lazima ulipe stationery uweze kulipa, upeleke cheti lita, utumie control number uweze kulipa. Sahihi. Hiyo ndio inayokuwa changamoto zaidi. Kwa kimsingi Bodi ya Mkopo wangeelewa kwamba watu uchumi wao unakuwa haupo stable kwa muda huu. Wangekuwa tu wanawezesha kupata kila kitu bure. Kuna wakati inafika mpaka 70,000, wengine mpaka 80,000. Ni kutokana na mahali ulipo. Yani kwamba changamoto ya teknolojia ulipo inaupelekea gharama ya kuomba kuwa kubwa. Lakini ukishaomba ule mkopo, control number ambao unatumiwa ya kulipia kiasi gani? Kimsingi kwa kumbukumbu za haraka nadhani ni 30,000 kama sijakosea. Hadi sasa pasipo shaka haijabadilika nadhani. Kwa hivyo Bodi ya Mikopo ada yake ya kuweza kuomba ni shilingi 30,000. Unafikiri kwamba na hiyo 30,000 ni kikwazo cha mzazi kuweza ama cha huyu kijana kuweza kuomba mkopo? Sahihi, inaweza ikawa ni kikwazo. 30,000. Ndio. Kijana ambaye amehitimu kidato cha 6. Unakuta mtu ana kazi kabisa. Sasa anaweza kaitoa hapo. Kwa hivi unachotaka kusema kwamba Bodi ya Mikopo hata hii shilingi 30,000 iondoe? Ingeondoa kabisa. Mtu aombe bure tu. Aombe bure kwa sababu baada ya kila kitu ule mkopo atakao utumia kwa miaka mingapi hiyo? 3. Wengine wanaenda mpaka miaka 4, kwa mfano DIT au wanaosoma engineering wanasoma miaka 4. Hapo pote wanapewa huo mkopo. Ataulipa. Sasa mimi nadhani kimsingi ni heli wakafuta hata hiyo shilingi 30,000. Ili pale atakapokuja kupata hivyo tu aishi akiutumia na mwisho wa siku ataweza kurudisha. Kwa hivi ada ya wale wanaoomba mkopo kwamba iweze kuondolewa, mtu aombe
bure tu. Na wakati mwingine ukiomba kuna kupata au kukosa. Ndio, na hicho ndo huwa kinawaumiza wengi. Unaweza ukapoteza pesa nyingi kama hivyo 70,000, afu hali ya uchumi unakuta hivyo ndo watoto wa wakulima kama wengi wanapopenda kusema. Watanzania wengi ni watoto wa wakulima. Sasa unakuta hivyo mtu ametumia mpaka shilingi 70,000 na hajapata nafasi ya kupewa mkopo. Kwa hiyo hiyo inakuwa kwa upande mmoja au mwingine ina disappoint sana. Yaani ina disappoint sana. Mzazi anaona saa hiyo 70,000 bado labda kuna usafiri mtu alikuwa anapanda labda anaenda. Inafika hivyo hata elfu ngapi? 80,000 au 100,000 kabisa. Sasa ile hela mzazi anaona sasa ni bora nisingempa huyu mtoto akaweza kuomba tukaiongezea kwenye sehemu ya ada ama malazi. Kwa hiyo kimsingi inakuwa inakata sana. Mtazamaji, Matukio Daima kwamba hewani ni Tanzania Leo, na Tanzania Leo shabaha yake kubwa kuweza kuangazia changamoto mbalimbali lakini pia fursa mbalimbali ambazo zipo, na pasipo shaka kwamba bodi ya mikopo nchini Tanzania imeweza kufungua dirisha la kwa wale wanaomba mikopo kuweza kuomba ili kwamba kuweza kujiunga na vyuo mbalimbali hapa nchini, lakini kwamba kinachojadiliwa hapa ile kiasi cha shilingi 30,000 ambazo mtu analipa kama ada ya kuomba mkopo huo ni kikwazo kiasi gani kwa huyu ambaye anatoka familia isiyokuwa na uwezo. Yeye mwenyewe hana uwezo, familia yake haina uwezo, lakini anatamani kusoma. Anatamani kusoma, lakini pamoja na matamanio ya kutaka kusoma anakuja kukutana na ada hiyo ya shilingi 30,000. Lakini 30,000 inategemea kwamba unaomba ukiwa wapi. Kama umetoka vijijini huko Kahama vijijini kabisa huko, ama umetoka huko Mfindi ama Njombe, ama umetoka Sumbawanga ndani huko, mfano hivi umetoka Kantalamba kule Sumbawanga, kwamba ili uweze kupata labda huduma ya interneti ufike Sumbawanga mjini ama Katavi, gharama za kwenda huko, lakini pia uongeze shilingi 30,000, unaweza kukuta mtu anatumia zaidi ya shilingi 100,000 ngapi kwenda kuomba mkopo, na anaweza asipate, na unaweza usipate kwa sababu, lakini Biblia inasema kwamba aombaye upata. Hapana, ni wengi sana ambao, kwa mfano mimi chuo kikuu cha Iringa Tumaini, kuna baadhi ya watu ambao ninasoma nao mwaka wa pili tunaelekea mwaka wa tatu, walijaribu kuomba kipindi tumemaliza hiyo 2024, manake intake ya 2024 2025 hawakufanikiwa kupata, wakajaribu 2025 wakiwa mwaka wangapi wa kwanza kuelekea hivyo wa pili, wamekosa tena, na ukishafika mwaka wa pili uruhusiwi kuomba tena, kwa maana yake mwaka wa tatu wataishi kapa pia. Na hapo imetumika ni kiasi gani? 30,000 mara 2, gharama za matumizi mara lita nini, yani ni zaidi ya 200,000 kwa baadhi ya wengine. Okay, kwa hivi kwamba, lakini pia waombaji unafikiri kwamba wote wanaoomba ni wenye uhitaji? Hapana, kimsingi sio kwamba wote wana uhitaji. Yaani huo ni uhalisia, sio kwamba kila mtu ana uhitaji. Kuna baadhi yetu, nitumie tu mfano. Kuna mtu sisi tunasoma naye kabisa, tunajua huyu anafanya biashara, tunajua ameajiriwa sehemu fulani, lakini bado bodi ya mkopo inamtambua kama mtoto wa mkulima, mtu ambaye hajiwezi kabisa. Familia mazingira magumu, familia za TASAF. Kumbe familia za TASAF wenyewe tunajuana. Okay. Kwamba janja pia ya ombaji au tamaa, mtu mwingine anaomba mkopo kwa ajili ya kula bata tu. Na kuna baadhi ya wanafunzi kabisa, ukikuta kwenye stori zao utasikia mwingine anakuambia mi boom ni sehemu tu ya luxury, yani tuseme ni hela ambayo naitumia bila mambo ya msingi sana. Maana kwetu tunalipiwa ada, malazi na kila kitu. Lakini mi niliomba boom kwa mipango yangu binafsi ili nipate tu hiyo hela, niweze kuonja utamu wa pesa ya serikali. Lakini tambua kwamba utamu wa pesa ya serikali baadaye ni uchungu wa pesa ya serikali. Utazitapika hizo. Katika mwisho wa siku kwamba inatakiwa uje uzilipe. Kimsingi mtu katika umri huu ambao yupo hawezi akaanza kuwaza kwamba baadaye itakuja kuwa na hasara hii na hii kutokana na hiki na hiki. Yaani mtu anaona ni kawaida kabisa. Lakini kimsingi kweli huko baadaye itakuja kumkata, lakini ndio hivyo, watu watulingani maisha. Kimsingi watu hawalingani maisha, yani yeye hata kwake huko baadaye akikatwa mshahara anaweza kuona ni kawaida tu.
na isimuumize sana, ila kwa wengi wao nadhani itawaumiza. Maana mzazi huku ana fight kwa namna moja ama nyingine, hakikisha umekula, umevaa, umependeza, huna shida yoyote chuoni, ada amekulipia kwa wakati, lakini kumbe wewe huku unalipiwa ada na bodi labda 900,000. Kuna wengi wao ambao wanalipiwa 400,000 na 10,000 na bado hiyo 600,000 na shingapi ambayo unapewa kila baada ya miezi kadhaa. Ni hela ndefu. Kimsingi ni hela ndefu kwa mtu ambaye anahudumiwa na nyumbani. Anakuta tu anatumia hivyo kwa vitu ambavyo sio vya msingi, ndio hivyo utakuta wanasema tuko kiwanja nini. Tunakula bata, tunakula bata. Kumbe baadaye itakuja kwa changamoto pia wataanza kukucheka. Sahihi. Kumbe ulituacha kuku karabata wakati anatakiwa kuja kulipa. Sasa bodi kama bodi ya mikopo. Unafikiri kwamba ifanyeje ili kuweza kuhakikisha kwamba wanaopewa mikopo ni walengwa hasa? Kimsingi nashindwa hata niseme nini. Lakini bodi ya mkopo mimi na hakika inajitahidi kwa kiasi chake. Changamoto inayokuja ni hawa waombaji, taarifa wanazoweka zile za uongo. Maana wao kuna namna wakifanya vitu wanaona kabisa wako hivi perfect na wanaona wamewapa watu kwa usahihi. Lakini shida ni huku chini. Yaani hapo sidhani kama bodi ya mkopo ina chochote cha kuongeza au kupunguza. Lakini sasa hivi unafahamu kwamba teknolojia imerahisishwa sana. Kupitia kitambulisho chako cha NIDA, mtu anaweza kujua hadi ukoo wako. Ndio. Anajua taarifa zako zote. Ukisema kwamba huna kipato, anajua kumbe kweli yule ambaye amesema pesa zipo benki. Mfadhili wa Simba. Mtoto wake huyu. Ama huyu mjukuu wake. Yaani taarifa kwamba nini taarifa zinasomana. Unafahamu hicho? Naelewa. Sasa tumeona Dar es Salaam ambapo wale ambao walifanya ujanja ili kuweza kupata mikopo, bodi ya mikopo, wamefikishwa mahakamani kwa kesi ya kutoa taarifa za uongo. Sasa nini labda ushauri wako kwa hawa ambao wanahitaji kuweza kupatiwa mikopo hii, lakini kwa njia ya kwamba mimi bwana sio kivile, mimi nafanyia mambo yangu tu. Mimi kimsingi nadhani serikali kupitia hiyo bodi ya mkopo wangeweza kuweka mipango mikakati ambayo itaweza kubeba wale ambao wana uhitaji zaidi na wale ambao wanalihitaji tu. Unajua kuna uhitaji zaidi na uhitaji. Sasa serikali ingetoa kipaumbele zaidi kwa wale ambao wanaonekana zaidi wana uhitaji, kwa mfano hawa ambao ni walemavu, wasiokuwa na wazazi. Lakini kwa hawa ambao wanahitaji tu boom kama wangepewa tu. Na kwa sababu atalipa, apewe tu kama pesa ipo, wapewe kama yani tuseme kwa nafasi ya nyongeza. Kwa sababu atapata nafasi ya kuja kulipa hiyo baadaye watakapoanza kukatwa ili si unaelewa ile mfumo. Kwa nadhani hiyo tu kukopa harusi kulipa. Sahihi. Sasa kwamba hiyo pia inawezekana. Lakini pili bado serikali kutoa mikopo hii kwamba imetoa kwa ajili ya kuweza kusaidia hizi familia. Ili kuweza kuwasaidia Tanzania kuwakopesha. Si kuwasaidia, kuwakopesha. Huko ni kukopesha. Yaani unakopa, lakini kama sasa na kama unakopa mikopo si kodi yetu. Kodi yetu. Kama unakopa basi kusiwe na masharti kwamba sio familia maskini, familia nani, kila mmoja akakope. Hata huyu tajiri si anakopa ili aweze kuongezea aliponapo. Ndio. Kwa sababu ile pesa bwana si sadaka. Na si sadaka. Yani kwamba usifikiri kwamba pesa ya bodi ya mikopo, ya bodi ya mikopo ni kama pesa za mkopo. Pesa za mkopo sio kwa wanawake kwenda kutengeneza vijora ama kuweza kuandaa birthday party. Ni pesa ambayo unatakiwa ufanyie malengo uje urudishe. Sahihi. Sasa pesa ambayo unakopeshwa ukaenda kushona gauni kali, uende kula bata, uende sasa hivi kuna hoteli mpya imefunguliwa hapa Iringa inaitwa Golden Grow. Kwamba uende Golden Grow kula bata, baadaye utaanza kujuta ile bata ambayo unakula. Kwa hivyo ni mkopo huu. Kwa hivyo kama ni mkopo, si fedha ambazo ni mkopo. Kila mmoja aombe tu. Sio kwamba familia yenye familia ngumu, familia rahisi, wote waweze kuomba na mnadi kwamba watu waweze kurejesha. Lakini kimsingi hoja yako sio mbaya,
Lakini ukiangalia kwa namna moja ama nyingine, wakisema kwamba kila mtu apate nafasi ya kuweza kuomba huo mkopo, kuna watu watakaoumia. Maana itatakiwa hapo kila mtu aweze kupata. Na katika kila mtu aweze kupata lazima tupunguze ili wengi wapate. Katika wengi wapate, kuna watu ambao wataumia zaidi. Kuna watu kweli familia zao ukiangalia unasema Mungu tu asaidie. Kwa kimsingi mimi nadhani mfumo uliopo sasa hivi ni mfumo bora sana. Cha kuongeza labda ni hivyo, baada ya hawa wote kupata, ambao wanaohitaji zaidi, wanaohitaji wapewe. Mtazamaji, basi hii ni Tanzania ya leo, lakini kwa taarifa yako kwamba huyu ni Angel Magesa. Ni mwanafunzi wa field ambaye anakuja leo. Na hii leo tulikuwa tunafanya majaribio tu. Hongera sana. Sisi tumekupokea kwa ajili ya field yako ya miezi mitatu hapa. Asipo shaka kwamba miezi mitatu hii watu wataweza kujua uwezo wako. Na leo tulikuwa najaribu tu. Tulikuwa na test mitambo kwamba upo vizuri. Lakini ulikuwa live. Yes. Haya, tumekupokea. Nashukuru sana. Neno labda kwa watazamaji baada ya kupokelewa. Nashukuru sana kupata nafasi hii ya kuweza kuwa hapa, na tumai kama utaendelea kufuatilia Matukio Daima utaweza kunisikiliza kwa uzuri na utaweza kupata vingi ambavyo ni vizuri nilivyobarikiwa. Karibu sana. Asante. Na mimi nikushukuru sana kwamba hii ndio interview yake ya kwanza. Sisi bwana, kabla hatujampokea mwanafunzi wa field hapa Matukio Daima, kwanza tunampima. Kichwani kupo vizuri? Tunaendana na sisi? Tukianza kuuliza naona unaminyaminya vidole kwamba hilo sikujiandaa, kwamba nakwambia we bado. Tunavyofahamu kwamba mwandishi wa habari kama mwanajeshi, wakati wote tunakuwa tayari. Vita inapokuja huwezi kusema sikujipanga kupigana na huyu, mimi nilikuwa namtaka yule. Hapana. Bwana, mimi ni Francis Godwin. Asante na uwe na siku njema. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Je, unatambua kuwa St. Dominic Savio Secondary School ni miongoni mwa shule 10 bora katika matokeo ya kidato cha 4? Basi sikia hii. Shule za St. Dominic Savio na Kaglielo Girls Secondary School ni shule zinazopatikana na kumilikiwa na Jimbo Katoliki la Iringa katika matawi ya shule zetu zote, kuanzia nafasi ya Kids Daycare, elimu ya chekechea, awali na msingi, na kwa wale wanaohamia madarasa yote kwenye matawi yake yote manne ya shule za St. Dominic Savio Pre and Primary School. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Shule zina usafiri wa mabasi ya uhakika na zinahakikisha mtoto anasafiri salama muda wote. Vituo vya daycare vinapatikana kwenye shule zetu za msingi. Mtoto anapokelewa kwa ajili ya malezi kuanzia miezi mitatu. Kwa upande wa sekondari zetu, tunapokea wanafunzi wanaotaka kujiunga nasi kuanzia kidato cha kwanza, wanaohamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano kwa tahasusi zifuatazo: PCB, PCM, CBG, HGL, HGK na HKL. Shule zetu za sekondari tatu zote zinapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa upande wa jinsia mbili, zinapokea wanafunzi wa jinsia zote, yani wavulana na wasichana, wakati katika shule yetu ya Kaglielo Girls Secondary School inapokea wasichana tu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa sasa. Shule zina mazingira mazuri na yenye kuwavutia wanafunzi kujifunza kisasa na kwa vitendo. Shule zina maabara, maktaba na vyumba maalum kwa ajili ya kujifunza tehama. Shule zina walimu na watumishi wengine wa kutosha wenye sifa, vipawa, maadili na uzoefu wa kuwajenga na kuwalea wanafunzi kitaaluma, kimaadili na kiroho. Shule zinafanya vizuri sana kitaaluma na zimekuwa zikiongoza mkoa wa Iringa kwa miaka kadhaa mfululizo. Kwa upande wa shule zetu za msingi, katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi, yani PSLE, shule
zimekuwa zikiongoza kwa wanafunzi wote kufaulu na kupata daraja A bora sana, huku zikiwa na wastani wa juu kuongoza mkoa. Kwa upande wa shule zetu za sekondari, wanafunzi wote wamekuwa wakifaulu kwa kupata division 1 wote, na division 2 zikitoka ni chache sana. Shule za St. Dominic Savio zinalea na kukuza vipaji mbalimbali vya watoto katika nyanja mbalimbali. Shule zetu zinafanya ziara mbalimbali za kimasomo, yani study tour, kwa kutembelea maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kujifunza kama vile Italia, Dubai, Kenya, Uganda, Zambia, South Africa na kwingineko. Usaili unaendelea kufanyika na fomu zetu za kujiunga na shule zetu za awali, msingi na sekondari zinapatikana kwenye shule zetu, mtandaoni na kwenye vituo vya mikoa na miji mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi tembelea tovuti yetu ya www.stdominicsavio.co.tz ama tupigie simu namba 0719501170 au 0754074303 au 0745114386 au 0757009418. Karibu St. Dominic Savio Schools kwa elimu bora kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Sisi ni St. Dominic Savio Schools, tunasema we learn for life but not school.